We can love, yeah. Yaman, sisi yao kwenye QT mtaani kama kawaida. Unajua tunakuja kwa mtaa yako, tunakuja kwa hustle yako, rada yako safi maze, mboka yako clean. Tunakaa hapo, tunajua unafanya nini na inakupeleka aje, au sio? Isio design. QT the girl child, Manchester United representative. Na leo tuko na Vini. Huyo ndio kiongozi. Huyo ndio kiongozi. Watu wa RMS wengi najua mnamjua. Ndio tupeleka na step hapa kwenye parking. Sasa niliona, yani nimeenda huko kote na nikasahau kiongozi mwenyewe. Ndio hiyo sasa ndio kusema hapa kwenye parking ya RMS na kwa Alfajiri aka Q Lounge. Nataka tupeleke na step, atuambie about hustle yake na vile nampeleka Vini. The man himself. Tunaona nanga tu pale nikiingia kiongozi. Ningekuingiza ningekwambia hapa. Ndio hiyo sasa wale. Sisi hao na mnaona bado busy inaendelea, hata tukiendaga bado biashara inaendelea. Hiyo design. Sasa nataka utuanzishie kidogo na history yako, ukigrow up, unawakilisha mtaa gani, ukigrow up wapi, chuo ulienda? Mimi nikigrow ya Western Kakamega, specifically Visero. Visero. Nikasomea huko class 1 class 8. Ndipo na nikaenda nikasomea. Bado nilisomea tu Visero Kakamega. Alafu nikatoka hapo. From there nilipass, nilipata ngapi plus. Nikaitwa Maseno kwa sababu ile family issues za kwa sio tu familia ilikuwa iko chini kabisa. Basi ingeza nilitoka Maseno University. So nikaenda kwa kazi yao mwingine akubusia, nikafanya hizi za clear record. Kuna hiyo job ukiwa kwa border, msema amekuja na gari ndogo, ajui vile unapotumia, unachukua document zake, unaenda hapo kwa area office, unampigia stab nini, ana clear, anakujenga swali mbili. Nikafanya nikuja nikafanya pia kazi yangu mwingine kwa na trailer, nikafanya kwa trailer yake kwa Samwine. Niko na pana sasa vile ndio ikafika nikaenda Maseno nilienda 2016. Nikachapa Maseno 2016 2017. Course gani? Ngofanya course gani? Na mimi nikafanya Maseno 2016 2017. 2018 kufika katikati kama ndio tunaingia tadia. Niko na life imekuwa hard. Na unajua tu story ya campus, hauwezi kali exam kama hujamaliza school. Lazima umalize. Yaani itakupunguzia vitu mingi, nilikuwa na saa kuna kitu naweza fanya na help, unajua yangu help mostly zinakatwa tena nasomesha brother yangu mwingine. Niko na hii ni hard. Brother yangu mmoja hata miguu lakini amemaliza jizia, pia ni score B+. Amescore B+, alikuwa anasomea na Mbale Boys. Wale machopi. Sasa vile nikakuja nikadifa kutoka Maseno, nikasema pana. Kwacha ni Nairobi, nifanye mchate job. Do at least pia brother yangu nisimwachie maji juu by that time alikuwa sikimbia, unaona? Nikam Nairobi. Nikasema pana acha nifanye nini? Acha ni kam Nairobi. Do at least nipe kwa access job kiasi. Nikakuja nikasola hapo la vini, nikakuja nikapata job nyingine ya marketing. Nikafanya job ya marketing kiasi kwa restaurant moja inaitwa Torani. Nikafanya nikaitlenga. Nikakuja nikapata nyingine ya waiter, unajua waiter uzuri wake. So nikafanya hiyo job ya waiter kiasi. Inaitwa nikakuja tena nikaisare. Juu alikuwa anapunguza watu job kutoka chini. Sasa ndio tulisare nikaanza kwa laso nikakuja tena nikaanza kuona. So hapa nikakaa nikaangalia vile job inaenda, nikamboje hapa ni ya parking na magari na kupata risiti, kuchukua pesa. Lazima kuna shida. Acha nishirima kidogo kidogo. Ulikuwa unataka kujua mimi kidogo. Mimi nataka mostly vitu nilikuwa nataka sana kabisa. Nilikuwa nataka yani job ina business financial issues kama accountant ndio nilikuwa nataka. Kwa accountant man. Mostly nilikuwa nataka juu unajua ukisoma ukiona mostly kama unafanya job ya business economics sana financial process like mostly kwa bank sana. Sasa nilikuwa najua kwa bank ama vile zaidi vitu zimekuja kwa county nilikuwa najua mostly ndio kwa county government hapa financial officer kwa fulani. But bado dreams are valid ama unasikia kama hii busy hapa partner staff unasikia kama kufiti ama bado unataka kupursue? Hapana, sasa hivi unajua vitu ndio unaenda kuja Nairobi ndio unapata kazi. Ndio anachange na kawaida. Lakini najua the way vile vitu zinaenda najua tu nda accomplish, nafanya online nda accomplish. Juu bro kitu ilikuwa nikula kitu sana kusoma mimi. Ndio brush amaliza
Bria amepa. Bria amemada. Bria amemada amepata big class. Amepata vizia. Alimaliza lakini ndio kutoka vizia. Bria amemaliza sasa hii sina ile uzito mingi sana. Basi unasikia fit yani at least kama sasa niko sawa. Unasikia sasa mambo itazidi kufunguka. Hata ile bado ni kidogo. Na hapa Mandaizi ipa kinyenyu yuja. Hii parking ina rely na sometimes kwa vile corona imekuja. Ilikani kama ilikuja swap gari zilikuwa zinaonekana. But vile corona initial before corona parking ilikuwa ina load. Ilikuwa ina load nakumbuka na ilikuwa ina load hata mtu akikuja kuingia unaweza ingia lakini kutoka utashinda hata vile kutoka. Kwanza inabidi tuzipange vizuri. Inabidi tukate watu zaidi ya wawili. Na hapa kwa ngapi kwa hivi? Kwa sasa bado juu corona iko tuko wawili tunasaidiana. Na guard mnasaidiana. Tunasaidiana na guard. Sasa mimi unajua maybe nikiandika receipt guard hapo kwa gate ama mimi kwa gate guard yeye anaandika receipt ama mimi nikizipanga guard anaingiza. Sasa hii naona at least imerudi kiasi. Vile corona ilikuja imerudi chini kidogo. Sasa hii vile hiyo namba zirudi chini, sasa at least magari zimeanza kuincrease tena. At least tunaanza kuona kuna some changes. Na apart from that biashara hii ina depend on what? Ina depend na watu wanakula kwa restaurant, ina depend na passers by ama ina depend na watu wako job hapa around. Unaona most ya business yetu niseme tu 90% ya business hapa ni watu wa RMS. Juu bila RMS hii place yote inafunga. RMS ilishikilia yani parking. RMS ndio kama backbone ya hii parking kabisa. At least which sasa hata RMS wakisema tu wapate space yao nyingine watoke. Hii place inakuwa total la challenge kubwa sana kwa sima hii. Hapo sawa kabisa. Na nikuulize ni challenge gani nyingine ina happen hapa? Challenge unapata challenges gani hapa? Challenges zinaweza happen hapa. Unapata mwingine mdosi aliingia ameona magari hata maybe ametuma msame account. Unaona? Alafu unajua sasa wewe ndio uko kwa field, wewe ndio una communicate kwa ground, wewe ndio kwa ground yenyewe una communicate na client na tena una communicate na Sonko. Sasa nafika jioni unapata hujafikisha ile target yenyewe. So inaweza ikafanya at least Sonko aone kweli umefanya job. Juu sasa amekwambia leo parking imejaa leo kazi. Leo mkwanja iko bro. Na unajua na hii parking yenyewe bado kuna base zako wengine. Lazima unajua kwa kila job lazima uwe na base. Na lazima ujue vile utarelate na client wako. Anaweza kwambia leo sina do, leo sijui iko hivi, kuacha hii pesa nitakupea kesho. Hivi na lazima zote ujue vile utazi relate na uziweke poa. In that usijisishe job na usikosane na client, unaona? So inabidi hizo ndio challenge kubwa. Msee anaweza kama kwambia igarachi hapo wiki moja na swali kurudi ndakupea. Akirudi akichukua hivyo ndio ameendanga. Au hiyo pesa hivyo ndio ameendanga. Unatoka mfuko unalipa. Inabidi sometimes inabidi sasa unajua hata inabidi sometimes kama una gari ziko nyingi sana na unapata kuna waswahili waje kuliti mfika jioni saa kwenda na waswahili waje kama. Inabidi unatoa papo zako then utafuna baadaye pole. In that ofisi sione kama kuna species hizi play zinaendelea hapo. Tunazifinyanga, unaona hizo gari? Unajua gari kingia pale kwa gate. Sisi tunaona gari, sisi tunaona hiyo ni pesa. Hiyo ni dozo lazima. Sasa unajua ukiona tu gari imetoka pale kwa gate, ukifukuza unaona tu ni 200 na fukuza. Unajua tunachaji gari moja 200. So sasa unajua tukiona gari inaenda hivi, na maybe yende tu amekuwa ameshindwa kulipa hiyo so mbili. Lakini ndio mnaona Kanairo bro. Ndio mnaona Kanairo. Hapana, kiasi pati yake. Sasa unajua gari kikafu kwa gate, challenge iende na ajashindwa kulipa. Hiyo ni kama mimi naona gari nifukuze so mbili. So ili nimwambie hata umbembelezo mwambie acha tunda kupatia, acha tumia all alternative means yenye itamconvince hadi lazima umpakie hiyo gari. Unajua the more you tu hapo na hii ni ground hakuna kitu tunafanya ni kama tu shamba. The more tu imeingia kwa hiyo parking hiyo ni pesa imeingia. Sasa hizo challenges ziko lakini tunadeal nazo. Alafu tuna client tuko nao nani client wako hawasumbui sana na wako very understanding. Na client wako most client wetu tumekwambia wanatoka RMS wote na ni client wengine wako very understanding. But now that this is a restaurant and sometimes inaweza kama saa kutoka parking tunaelewa anaweza kuwa intoxicated. How do you feel it? Au watu wakitoka hapa maybe mnasumbuanaga kunakuwa na unajua kuna sometimes unajua unaona kuna restaurant hapa na nimekwambia RMS wako watu wengi hata parking unaona Yesu watosha inataka kama ishamba mara 3 ndio watoshe in case wakuje wote. Joshua marketing waki offload hapa
hapa magari zao wote. Hata hauwezi hata page tumesimama hauwezi ukasimama hivi. Hata kupita itakuwa ngumu, hata hii space yote inapanga tumepark. So unapata sasa hiyo kumeload, kuna wageni wa restaurant pia ndio wanakuja. Na mgeni restaurant anakuambia no, I can't leave my keys. Sasa unashindwa sasa utafanyaje? Ama zingine anataka kutoka restaurant sasa hiyo maybe amelewa, unapata amedabupakiwa. Anaanza kuita you are this. Unajua wewe itabidi tu cool down, unajua mimi nimeandikwa na mimi ndio employer hapa, hata mimi ndio na manager hapa. Sasa itabidi ujue tu ule cool down, umwambie hapana, sorry, I'm sorry, let me just look for the client, tuongee naye, mconvince to me better tactics, at least cool down. Hata kama ata cool down, wewe tafuta tu mwenye kufungua, na ndio unajua amekasirika, maybe I'm late, ndio wangona atakwambia I'm late, I'm going for a meeting, sasa utafuta tu mwenye utamconvince yakisha cool down, alafu ufanye nini? Wewe uache atoke, huyo mwingine aingie, unaikaunt tu kama hakuna kitu imebaki, kwa sababu ukishika magrudge na hawa client mostly wako drunk, nakwambia hata hauwezi fanya kazi kila siku, utakuwa na rubutu day kila siku. Tukienda kumaliza, what's the best part about your job? Yani ni nini wewe look forward to every day? The best part about this job, naweza kuambia ukweli, kuna tu tips. Unajua kuna mtu anataka penye hakuna do, kila mtu do. So msana anaweza kuja anakuambia hiyo chai amekuachia sultano, mwingine amekuachia alafu tena unajua job yenyewe unadili na do. Sasa unajua kushika do huwezi sema utalala njaa, hata ushike, hata sasa hivi mtu akikupatia mita moja na hauna kitu yote kwa mfuko, utachukua hata kama ni 1000 utumie. So sasa unajua hapo kushika do, at least hizi tips ziko Korean, hizi madhake kuja nyumbani tumie kwa sultano, unaweza kuamtumia ama ukasema gari mbili hapa ama gari tatu, hizi ni za madhake nimewekea, hizi mzime tusalimia hii na mwekea hii mkono shua. Haya kitu kiape ni emergency issues zime happen, unaweza ile vitu yako na save kidogo kwa siku, unaweza kuna save hata kama 500 ama 1000 inakusaidia. Hiyo ndio advantage ya hiyo, na ina pressure mob kama watu wajajaa, kama sasa hivi watu wajajaa, pressure si mob vile. Ongea na mayouth sasa, what advice wapatie advice tukimalizia sasa. Mayouth mimi nawaambia wasio kutoka mbali, na kila kitu inakuja na reason. Ukiona challenges jua kuna time utaishinda, na ukiona senye uko poa jipange, senye unajua hauko poa tia bidii, usiingie kwa hizi crime rate nini juu uta affect life yako. Wewe bado watu wengi wanakuhitaji, familia yako inakuhitaji, ni kujituma, life ni kujituma. Hiyo ndio ninazoambia mayouth. True that, wadau dance, shukran tena sana. QT Mtaani hapo ni vini hapo kwenye parking. Cheki vile mboka ni clean, cheki vile mboka ni mob. Tupatane next week. Niambie mtaa yako ni gani. Upate kwenye inbox, kwenye DM. Niambie tukamtaa gani au sio design. More life thing. Wagwan. Hapo sawa. Poa sana. Safi.